Tarehe 8 Disemba, siku moja kabla Tanzania kuadhimisha uhuru, Ikulu ya Tanzania ilitoa taarifa muhimu kuhusu kikao chake na ubalozi wa Marekani. Ni taarifa iliyokuja katika kipindi cha mvutano wa kisiasa, madai ya ukiukaji wa haki za binadamu na mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Lakini kilichotokea siku iliyofuata, Disemba 9, siku ya uhuru, kiligeuza Tanzania kuwa kitovu cha mjadala wa kimataifa. Kamati ya mambo ya nje ya Seneti ya Marekani, Senate Foreign Relations Committee, ikatoa kauli kali ya moja kwa moja ikieleza lawama kwa serikali ya Tanzania. Leo tunachambua kwa kina athari za taarifa ya Ikulu ya Disemba 8 na tamko la Seneti la Disemba 9. Na je, hili linaashiria nini kwa mustakabali wa Tanzania kimataifa? Ikulu ya Tanzania ilitangaza kwa tarehe 8 Disemba ilikutana na ujumbe wa ubalozi wa Marekani. Taarifa hiyo fupi ilieleza kwamba mazungumzo yalihusu ushirikiano wa maendeleo, masuala ya haki za binadamu na mambo ya kiusalama ya kikanda. Taarifa haikutoa undani wowote kuhusu madai yanayoendelea nchini, wala haikugusia moja kwa moja masuala ya maandamano, utekaji au malalamiko ya viongozi wa dini. Lakini muda wa taarifa hiyo, siku moja kabla ya sherehe za uhuru na saa chache kabla ya Seneti kuzungumza, uliwafanya wachambuzi wengi kuhisi kwamba Ikulu ilitaka kutengeneza taswira ya mazungumzo ya kidiplomasia kabla ya shinikizo la nje halijapamba moto. Tarehe 8 ilibaki kwa utangulizi wa kile kilichotokea tarehe 9. Siku ya uhuru wa Tanzania, tarehe 9 Desemba, kamati ya mambo ya nje ya Seneti ya Marekani ilitoa tamko kali kupitia mtandao wake wa X. Katika taarifa hiyo ya Seneti ilisema, Tanzania imekuwa ikiwalaumu maadui wa kigeni kwa umwagaji damu bila ushahidi wowote wa maana. Serikali haijatoa maelezo ya kina kuhusu ukandamizaji wa kisiasa unaohusishwa na mazingira ya uchaguzi. Hakuna majibu kuhusu kwa nini viongozi wa Kikristo walilengwa na mashambulizi na utekaji. Seneti iliweka wazi, wote waliohusika na mateso dhidi ya raia lazima wawajibishwe. Tamko hilo halikuzungumzwa kwa lugha ya kidiplomasia, lilikuwa moja kwa moja la kukemea na lilionyesha wazi kwamba macho ya Marekani sasa yako Tanzania. Haya maneno kutoka chombo kikubwa cha utungaji sheria nchini Marekani yanatoa ujumbe wa moja kwa moja kwa serikali yoyote: kuna jambo tunalolitazama na hatutarudi nyuma. Tamko hili la Seneti limekuja wakati Tanzania inapitia kipindi chenye mvutano mkubwa ndani ya nchi. Kuna malalamiko ya makanisa wakidai viongozi wao wametishiwa, wengine wamepigwa na baadhi wanadaiwa kutekwa. Wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wanalalamika ukamataji usiofuata taratibu. Vuguvugu la maandamano lililoelezwa kufanyika Disemba 9 limeingia katika mijadala ya kitaifa. Tume ya maridhiano inakosolewa na baadhi wakisema si huru wala si shirikishi. Kwa hivyo taarifa ya Seneti haikushuka kwenye mazingira ya utulivu. Iliangukia kwenye mazingira ambayo tayari yalikuwa na joto la kisiasa, kijamii na kidini. Kauli ya Seneti ni sehemu ya mfumo wa Marekani wa kulinda haki za binadamu na uhuru wa dini duniani. Kwa kawaida, baada ya taarifa kama hii, State Department hutuma ripoti au taarifa ya nyongeza. Baraza la Congress linaweza kujadili vikwazo vya visa kwa watu binafsi. Mashirika ya kimataifa huanza kuomba uchunguzi wa nje, lakini pia mazungumzo kati ya ubalozi na serikali huenda yakawa makali zaidi. Tanzania ni mshirika mkubwa wa Marekani katika vita dhidi ya ugaidi, misaada ya maendeleo kupitia USAID, lakini pia biashara ya kimataifa. Hivyo kauli hii inaweza kugusa nyanja nyingi: kiusalama, kiuchumi na kisiasa. Ndani ya taifa, kauli hizi mbili, ya Ikulu tarehe 8 na ya Seneti tarehe 9, zimepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wafuasi wa serikali wanaona Seneti kama kuingilia mambo ya ndani. Viongozi wa dini, hasa Wakristo, wanaona hii kama uthibitisho malalamiko yao, na wananchi wanaona presha ikiongezeka kuelekezwa kwa serikali. Upinzani unaona kama hatua ya kuifanya Tanzania kuwa chini ya uangalizi mkali wa kimataifa, na kwa ujumla mjadala umeongezeka maradufu. Baada ya taarifa ya tarehe 8 na kauli ya tarehe 9, kuna hatua kadhaa zinazoweza kufuata. Kauli ya State Department ambayo mara nyingi huwa kali zaidi kuliko ya Senate, lakini uwezekano wa vikwazo binafsi kama kupigwa marufuku kuingia Marekani. Mazungumzo mapya ya kisiasa ndani ya Tanzania kutokana na pressure, lakini
kuongezeka kwa ukosoaji wa kimataifa ikijumuisha Umoja wa Mataifa. Njia yoyote itakayochukuliwa, Tanzania sasa iko kwenye ramani ya mjadala wa dunia. Kuanzia tarehe 8 Disemba, siku ya taarifa Ikulu, hadi tarehe 9 Disemba, siku ya tamko la Seneti, Tanzania imeingia rasmi katika kipindi cha uangalizi mkali wa kimataifa. Kauli hizi mbili zimefungua ukurasa mpya, ukurasa wa uwazi uliohitajika, ukurasa wa majadiliano ya ukweli, lakini pia na ukurasa wa majukumu kwa kila mhusika. Huku dunia ikitazama, Tanzania inafungua sura mpya ya mahusiano, si tu na Marekani bali na jumuiya nzima ya kimataifa. Historia itakumbuka siku hizi mbili, Disemba 8 na Disemba 9, kama siku ambazo ulimwengu uliomba majibu zaidi, wazi zaidi na uwajibikaji zaidi.